Kwanza nafikiri Faisal tayari amecheza Yanga na alithibitisha, kwa sababu wakati Faisal yuko Yanga na Azizi alikuwepo, lakini bado walikuwa wanapeana nafasi ya kuweza kucheza. Faisal ni kwa sababu tu ni Mtanzania, lakini kama angekuwa ni wa nchi nyingine leo hii tungemzungumza kama nyota mkubwa kutoka Tanzania, kutoka sehemu nyingine. Kwa sababu ni Tanzania, tunakuwa ni wagumu kuweza kuappreciate. Kwa binafsi Faisal level yake ni level ya kina Pacome, ni level ya kina Azizi. Kwa kuondoka kwa Faisal na kwa Azizi kuja Faisal ni proper replacement. Lakini pia Yanga wanasema wengi ambao wanaweza kutimiza majukumu ambayo Azizi alikuwa anatimiza. Kwa binafsi kama Yanga watafanikiwa kuweza kumsajili katika tobo ambazo kuzianza, itakuwa ni kitu kizuri kuweza kufanya mibara ambao walikuwa nao waweze kubakia nao. Ugumu lazima uwepo kwa sababu hii ni biashara na hii ni football. Kwa hiyo lazima mtu unapokwenda kumhitaji, maana yake unakuwa umeona kuna kitu ambacho anaweza kwenda kusaidia, na hii ni biashara. Na bado alikuwa na mkataba na Azam pia, kwa hiyo nafikiri haiwezi kuwa rahisi. Ni usajili ambao ni mkubwa na anajua mpaka Yanga wanamhitaji, wameona kwamba ana picha tofauti ambacho anaweza kwenda. Naamini kwamba haitakuwa kazi rahisi, bali naona ni rahisi kwa yeye kwenda Yanga au kwenda Simba kutokana na mazingira ambayo alikuwa nayo siku za mwanzo hapo Yanga. Kwa sababu kwanza aina ya makubaliano ambayo Yanga walikuwa wamesaini na Azam wakati wanamuuza pesa alikwenda kwao, palikuwa pana baadhi ya vipengele ambavyo vilikuwa vinawabana Azam kuweza kumuuza katika timu nyingine yoyote ya humu ndani. Lakini pia ukiangalia tayari Yanga ni kama ni familia yake, ndio sehemu pekee ambayo leo hiyo namjua pesa, sio kwa sababu alikuwa yuko Mlandege au kwa sababu alikuwa yuko Singida Stars. Umemjua kwa sababu Yanga ndio amemtengeneza, Yanga ndio amefanya aweze kufika hapa. Kwa hiyo Yanga ni kama nyumbani kwake. Kwa hiyo apate fomu yote, akipata nafasi ya kuli Yanga hawezi kuhangaika kama timu nyingine, sababu tayari anajua kile ambacho alikuwa anakifanya ni kwenda kuendeleza. Ujue kuondoka wakati mwingine ni media, lakini pia hata familia watu wanagombana, wanaonekana sawa, ni vitu vya kawaida. Waligombana lakini baadaye uliweza kuona wakifanya mawasiliano na hata engineer na Arafati wakiweza kuchat na kujibu kwa kawaida. Binadamu mwezi mkao na kasi mmoja kwa muda mrefu msikosana, mwezi mkakosana, kile ungwana ni kuweza kutoa tofauti zenu na kuweza kuendelea mbele. Hilo nilishalizungumza muda mrefu na itabaki kuwa hivyo, ni miongoni mwa nyota bora ambao tumebakia kwa Tanzania.